Naam, licha ya tuhuma zote za upinzani kwa Samia Suluhu na serikali yake kwa mambo yaliyotokea wakati wa uchaguzi mwaka jana na tuhuma dhidi ya serikali yake za ukosefu wa ukweli kwenye tume aliyoichagua ya Jaji Chande ya uchunguzi wa machafuko na mauaji ya Oktoba mwaka uliopita, Samia Suluhu leo amejibu sasa kwa ujumbe mzito na onyo kali kwa vijana wa Tanzania, upinzani na Watanzania wote kwa jumla. Kabla tuingie ndani zaidi ni kuonyeshe kila kitu kama kawaida yetu, like video hii alafu subscribe, alafu niambie unanisikiliza na kunitazama ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humo Tanzania niambie unanipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Yaliyotokea nyuma hayakuwa mazuri kwa yoyote. Hayo yalikuwa maneno mazito ya Rais Samia Suluhu Hassan alipokuwa akitoa onyo zito na kali kwa vijana wa Gen Z wa Kitanzania kuhusu vitendo vinavyoweza kutishia amani na usalama wa nchi. Rais wa Tanzania amewataka vijana wote nchini Tanzania kulinda umoja wa kitaifa na kuepuka kushawishiwa katika vurugu au machafuko kama yale yaliyoshuhudiwa mwaka uliopita. Rais Samia Suluhu katika hotuba yake ya hivi punde ameweza kuzungumza na wananchi wa Tanzania na kuwapa ujumbe mzito na vilevile kuwapatia onyo kali vijana wadogo wa Tanzania. Rais alisema Tanzania imejijengea sifa kubwa kimataifa kwa sababu ya amani, utulivu na umoja, na kuongeza kuwa ni jukumu la kila mwananchi, kila kijana Mtanzania kuhakikisha nchi inabaki salama. Pia alizungumzia matukio ya Oktoba tarehe 29 mwaka wa 2025 akiyataja kuwa ni matukio ya kusikitisha na vilevile ya kuvunja moyo ambayo hayakuleta manufaa yoyote kwa taifa au watu wake, bali ilikuwa tu hasara na vijana wengi walikamatwa, na vilevile akahakikisha kwamba yoyote atakayevunja amri, vunja sheria, basi ataweza vilevile kuchukuliwa sheria. Kwa mujibu wa Rais Samia, baadhi ya vijana walishawishiwa na wenzao kushiriki vitendo vya ukatili kuelewa kikamilifu madhara yake kuwa ni mabaya. Alisema wengi waliishia kukamatwa wakati wa machafuko hayo, wengine hata wakiishia jela na wengine bado wakiwa na kesi nzito mahakamani. Ujumbe huu wa Rais Samia unaonekana kulenga kukatisha tamaa machafuko ya siku zijazo, huku akiwahimiza na kuwaonya vijana kuzingatia amani na umoja wa kitaifa na kutojihusisha na siasa ambazo ni siasa mbaya za machafuko au maandamano. Rais Samia alieleza kuwa baada ya kuangalia hali hiyo, aliagiza baadhi ya waliokamatwa waachiwe huru kwa sababu wameshapata funzo kutokana na kilichotokea. Vilevile hata baada ya kuachia huru, alituma onyo ya kwamba wasijihusishe tena na mambo kama hayo. Aliwataka vijana wa Kitanzania kutokubali kudanganywa katika shughuli zinazoweza kuharibu usalama na utulivu wa nchi na wanasiasa. Alisema hivi nikimnukuu, tuilinde Tanzania yetu kwa kulindana, Rais alisema wakati wa hotuba hiyo. Pia aliwahimiza vijana katika maeneo ya kazi, vitongoji na vikundi vya kijamii kuendelea kuelimishana kuhusu umuhimu wa amani, upendo, umoja na ushirikiano. Kwa mujibu wa Rais Samia, matukio ya awali yaliharibu taswira ya Tanzania kimataifa, hivyo kuwa muhimu kwa wananchi kuonyesha ulimwengu kuwa nchi bado ina amani na umoja na upendo. Huku mijadala ya kisiasa na kijamii ikiendelea kukua kote nchini Tanzania, wananchi wengi sasa wanaangalia kwa karibu kama nchi inaweza kudumisha amani, huku pia wakishughulikia matatizo ya kizazi kipya. Rais Samia aliendelea kusema kuwa serikali itaendelea kufanya kazi kwa karibu na wananchi ili kulinda amani, utulivu na maendeleo ya taifa kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho.